Ni saa 12 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili Afrika ya Kati. Hujambo, leo ni Disemba 30, 2025. Karibu katika matangazo ya moja kwa moja ya Amka na BBC. Mimi ni David Nkia. Katika Amka na BBC asubuhi, Rais wa Marekani Donald Trump amesema anatarajia kufikia awamu ya pili ya mpango wa amani wa Gaza haraka sana, huku akionya kwamba Hamas itakumbana na adhabu kali ikiwa haitakabidhi silaha zake kwa haraka. Tanzania na Uganda leo hii kila mmoja kutupa karata yake ya mwisho katika hatua ya makundi ya AFCON 2025 kutafuta nafasi ya kuingia mtoano. Yapi matarajio? Tunaamini mchezo utakuwa mgumu kwa sababu tunahitaji matokeo, lakini Tunisia nao wanahitaji matokeo. Lakini sisi kama wachezaji ni wajibu wetu kwenda kupambana na kuweza kupata matokeo mazuri katika mchezo. Na katika makala maalum ya mwisho wa mwaka tunaangazia mabadiliko ya tabia nchi na athari zake kwa mwaka 2025. Maji haijafika hapa. This is the third time, lakini huwa inafika pale pipeline inarudi. Lakini kwa saa hii ndio unaona imekuja mpaka imefika pale juu. So hakuna, tuko na mashida mingi sana hapa. Tuna mengi tuliokuandalia, lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni Martha Saranga. Karibu Martha. Shukran Nkia. China imerusha roketi katika siku ya pili ya mazoezi ya kijeshi karibu na Taiwan ambayo Beijing inadai kuwa eneo lake. Waandishi wa habari mjini Pingtang, kisiwa cha China ambacho ni sehemu ya karibu zaidi na kisiwa kikuu cha Taiwan, wameripoti kuona mfululizo wa roketi zikilipuka angani. Hatua hii inakuja siku chache baada ya Marekani kutangaza kuuza kifurushi kikubwa cha silaha kwa Taiwan. Mapema Jumatatu, Rais wa Marekani Donald Trump alisema hakujali kuhusu mazoezi ya China kuizunguka Taiwan. Ripoti mpya ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto inasema unyanyasaji wa kingono dhidi ya watoto nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ni mkubwa na unadhihirika kuongezeka. UNICEF inasema kwamba visa vingi vya unyanyasaji wa kijinsia vimekithiri zaidi Kivu Kaskazini na Kusini, huku wahudumu wa misaada wakielezea akina mama wanaotafuta msaada kwa mabinti zao ambao hawawezi kutembea baada ya kushambuliwa kingono. Ripoti hiyo imerekodi matukio 1045 mwaka huu pekee, mara tatu ya idadi iliyorekodiwa katika mwaka 2022. UNICEF inahofia kwamba idadi ya vifo ni kubwa zaidi, kwani visa vingi haviripotiwi kwa sababu ya unyanyapaa, ukosefu wa usalama na ufikiaji mdogo wa huduma za kijamii. Rais wa Nigeria Bola Tinubu amesema amezungumza na Anthony Joshua kwa simu na bondia huyo amemhakikishia kwamba anapokea huduma bora zaidi. Katika taarifa ya Jumatatu usiku, Rais Tinubu alisema pia alizungumza na mama yake Joshua na kumwombea, akiongeza kwamba anashukuru sana kwa kupokea simu hiyo. Mamlaka inasema Joshua anapokea matibabu katika hospitali mojawapo nchini Nigeria baada ya kupata ajali iliyopelekea vifo vya watu wengine wawili aliokuwa nao katika gari moja. Na mwanasiasa wa Bangladesh na waziri mkuu wa zamani Khalida Zia amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 80. Alikuwa kiongozi wa chama cha upinzani cha Bangladesh Nationalist Party na pia waziri mkuu wa kwanza mwanamke nchini humo. Aliongoza Bangladesh kwa mihula miwili kuanzia mwaka 1991 hadi 1996 na tena kutoka 2001 hadi mwaka 2006. Wengi waliamini angegombea tena uchaguzi mwaka ujao. Katika taarifa, chama cha Zia kimesema amefariki baada ya kuugua kwa muda mrefu. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za ulimwengu msomo kwako na Martha Saranga. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kutangazia kwenye FM, radio shirika na internet katika bbcswahili.com. Nchini Tanzania unatupata kupitia Radio Free Africa, Kenya ni Gulf Radio, Uganda ni Voice of Karamoja, na iwapo popote Russia tegea sikio kupitia Lizadil Radio. Matangazo haya vile vile yanapeperushwa moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa BBC Swahili. Na udhaa wako asubuhi ya leo ni mimi David Nkia. Karibu. Rais wa Marekani Donald Trump amesema anatarajia kufikia awamu ya pili ya mpango wa amani wa Gaza haraka sana, huku akionya kwamba Hamas itakumbana na adhabu kali ikiwa haitakabidhi silaha zake haraka. Zaidi na Jessica Pelembela.
Rais wa Marekani ambaye mpango wake wa amani wenye vipengele 20 unataka kundi hilo la wanamgambo kusalimisha silaha, alitoa kauli hizo alipokutana na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu huko Florida kwa mazungumzo siku ya Jumatatu. Wakati wa mkutano wa waandishi wa habari pamoja na Netanyahu, baada ya mazungumzo yao, Trump alisema imetekeleza mpango huo kwa 100% licha ya mashambulizi yanayoendelea ya jeshi lake huko Gaza. Rais wa Marekani pia alisema nchi yake inaweza kuunga mkono shambulio jingine kubwa dhidi ya Irani ikiwa itaendeleza mipango yake ya makombora ya masafa marefu na silaha za nyuklia. Rais wa Marekani pia alisema nchi yake inaweza kuunga mkono shambulio jingine kubwa dhidi ya Iran ikiwa itaendeleza mipango yake ya makombora ya masafa marefu au silaha za nyuklia. Alipoulizwa ni haraka kiasi gani Hamas na Israel zinapaswa kuhamia awamu ya pili ya mpango wa amani, Trump alisema kwa haraka kadri inavyowezekana, lakini lazima kuwe na kusalimishwa kwa silaha. Akizungumza kuhusu Hamas, alisema kama hatutashusha silaha zao kama walivyokubaliana kufanya, basi watakabiliwa na adhabu kali. Trump pia alisema kuwa ujenzi mpya wa mji wa Gaza unaweza kuanza hivi karibuni. Ni Jessica Pelembela. Na katika mkutano wa dharura wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, nchi kadhaa zimehoji hatua ya Israel kuitambua rasmi Jamhuri ya Somaliland kama nchi huru. Somalia ambayo iliitisha mkutano huo na wanachama wengine, ilielezea wasiwasi kwamba hatua hiyo ililenga kuwahamisha Wapalestina kutoka Gaza au kuanzisha kambi za kijeshi. Naibu balozi wa Palestina katika Umoja wa Mataifa amesema kwamba kwa kuzingatia kauli za awali za Israel kuhusu Somaliland kama mahali pa kuwapeleka watu wa Palestina kwa lazima, hatua hiyo isiyo halali inatia wasiwasi mkubwa. Marekani iliunga mkono mshirika wake Israel, ikitaja hatua ya kuwatambua ama kulitambua taifa hilo mapema ni muhimu. Dauda Weizi ni waziri wa habari, utamaduni na utalii wa Somalia. We consider this as a blatant attack against the Tunalichukulia hili kama shambulio la wazi dhidi ya uhuru wa Somalia. Tunakataa kabisa kwa sababu tunaamini kwamba linalenga kuvuruga eneo la pembe ya Afrika ili kuyumbisha Ghuba ya Eden, Mashariki ya Kati, na pia kuleta matatizo katika eneo pana la pembe ya Afrika. Na Somalia haitakubali kugawanywa na wahusika wa kigeni. Somalia will not accept to be divided by foreign actors. Somaliland ilitangaza kwa upande mmoja kujitenga na Somalia zaidi ya miongo mitatu iliyopita. Hakuna nchi iliyowahi kutambua hatua hiyo hadi siku 2 zilizopita. Sio tu kwamba Somalia bado inaiona Somaliland kuwa sehemu ya eneo lake, bali pia inatarajiwa kuchukua urais wa zamu wa baraza hilo mwezi Januari. Wakosoaji wameshambulia Israel wakisema inajaribu kusababisha machafuko katika ukanda huo. Vile kuna hofu kwamba Israeli imekuwa ikitazama Somaliland kama eneo la kuwahamishia Wapalestina waliokimbia kutokana na vita vya Gaza. Pande zote hazijatoa maoni kuhusu ripoti hizo. Tukisonga mbele, msikilizaji, ni kwamba mataifa ya Tanzania na Uganda leo hii yanacheza michezo yao ya mwisho ya hatua ya makundi ya michuano ya AFCON. Timu hizo mbili za Afrika Mashariki zinahitaji matokeo ya ushindi tu kwenye michuano hiyo ili kusalia katika mashindano hayo na kusonga mbele. Mwandishi wa BBC Omar Mkambara ametuandalia taarifa ifuatayo kutoka Rabat, Morocco. Kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, kinaendelea na maandalizi yake ya mwisho kabla ya kuwakabili Tunisia leo hii katika mwendelezo wa michuano ya AFCON, ikiwa ni mchezo wa mwisho wa kundi C. Tanzania watashuka dimbani katika dimba la Prince Abdullahi. Ushindi tu ndio kitu pekee kinaweza kuwapa nafasi Taifa Stars kusalia kwenye michuano hii. Wachezaji wa Tanzania Kevin John na Dickson Job wanasema wanajua ugumu na umuhimu wa mchezo huu kwa taifa la Tanzania. Tunaamini mchezo utakuwa mgumu kwa sababu tunahitaji matokeo, lakini Tunisia nao wanahitaji matokeo. Lakini sisi kama wachezaji ni wajibu wetu kwenda kupambana na kuweza kupata matokeo mazuri katika mchezo.
mchezo. Kwa hiyo maandalizi tuliyofanya nadhani kwa upande wetu yanatosha. Tunaheshimu Tunisia, kuna timu nzuri, lakini sisi lazima tuhakikishe tunapata matokeo. Hatuna kitu cha kupoteza kwa sababu ni mechi ya mwisho kwenye group na dhamira yetu ni kufuzu kwenye hatua inayofuata. Kwa hatuwezi kufuzu pasipo kushinda. Kwa upande wake beki Shomari Kapombe amesema watafuata maelekezo ya mwalimu wao Miguel Gamondi ili kuweza kupata matokeo mazuri kwenye mchezo dhidi ya Tunisia. Kwa tunajua kwamba umuhimu wa mchezo, ugumu wa mchezo, na tunajua kwamba taifa liko nyuma yetu na tunajua ni kitu gani ambacho tunatakiwa kukifanya. Na ndio maana nikatangulia kusema tunaenda kufuata kile ambacho mwalimu ametuelekeza, kwa sababu tuna imani kwamba tukifanya 90% kuna kitu ambacho tunaweza kukipata. Nusu kule kama kawaida, nusu kule haraka. Sasa pointi hapa na wawakilishi wengine wa Afrika Mashariki katika michuano hii, Uganda nao watakuwa wanahitaji matokeo ya ushindi katika mchezo wao dhidi ya timu ya taifa ya Nigeria, mchezo ukichezwa kwenye dimba la Fez. Beki wa The Cranes Jordan John Obita anasema wataingia katika mchezo huu dhidi ya Nigeria wakiwa na imani ya ushindi. Yes, I believe we go into the game with full confidence. Tunaingia kwenye mchezo huu tukiwa na imani kwa hali yoyote ile. Hatuna chaguo jingine zaidi ya kujiamini na kuamini uwezo wetu, kwa sababu tunajua matokeo yatakuwaje kama tusiposhinda mchezo huu. Kwa sasa tuna pointi moja katika michezo miwili na tunafahamu wazi kuwa tukishinda mchezo huu tuna nafasi nzuri ya kufuzu kwenda hatua inayofuata. We have a very good chance of going through. Michezo mingine itakayopigwa leo, Botswana watakipiga na wawakilishi wengine wa Afrika Mashariki na Kati, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku Benin wakikipiga na Senegal. Katika michezo iliyopigwa jana, Afrika Kusini na Misri walifanikiwa kutinga raundi ya 16 bora baada ya Afrika Kusini kuwafunga Zimbabwe kwa goli 3-2, huku Misri wakitoka sare na Angola ya bila kufungana na kuongoza kundi kwa alama 7. Wenyeji Morocco nao wametinga hatua ya 16 bora baada ya kuwachapa Zambia kwa goli 3-2. Nao Mali wametinga hatua ya 16 bora wakiwa na alama 3 peke yake. Hii ni baada ya kupata sare ya bila kufungana na Comoros. Ni taarifa yake Omar Mkambara. Nikukaribisha kwenye ukurasa wetu wa Facebook na jumbe mbalimbali hapa. Barnabas Kulaya anasema Moshi Tanzania, kasi na nguvu inayotumiwa na Marekani kwa amani ya Gaza na Ukraine basi itumike vile vile kwa amani ya Sudan na DR Congo. Ni ujumbe wake huu. Pade Agustina anasema shukrani BBC, anatusikiliza kupitia ama kutoka pale Tororo, Uganda. Vile vile tuna msikilizaji wetu anaitwa Abdul Kimanga, anatusikiliza vile vile kutokea hapo Dar es Salaam. Masanja Kuyanja, msanii wa Makuhenga, anasema anatupata moja kwa moja BBC Swahili kwenye ukurasa vile vile ama tovuti yetu BBC Swahili. Kuna habari kemkemu ikiwemo ile ya moja kwa moja ya Ukraine yakanusha kufanya shambulio la drone katika makazi ya Putin, na msemaji wa jeshi Hamas Abu Abeida ameuawa. Pita pale uweze kusoma kwa undani zaidi. Lakini AFCON 2025, kwa nini Tanzania inaweza kuiangusha mbuyu Tunisia? Pita pale uweze kufahamu. Imekuwa dakika 16 zilizopita. Msikilizaji, sasa katika makala maalum ya mwisho mwaka tunaangazia mabadiliko ya tabia nchi duniani kama athari zake zilizojitokeza katika mwaka 2025. Zaidi nampisha mwenzangu Sarafina Robi. Shukran na karibu msikilizaji katika makala haya spesheli yanayoangazia mabadiliko ya tabia nchi mwaka 2025. Sasa katika mwaka 2025 umeshuhudia aina mbalimbali ya athari za mabadiliko ya tabia nchi, huku mikutano ya kimataifa ikifanyika kujadili masuala mbalimbali katika kukabiliana na hali hiyo. Katibu Mkuu Antonio Guterres amesisitiza wazi kwamba ahadi